Karibu katika kipindi cha Neno la Uzima. Neno la Uzima ni neno la Mungu linaloletwa kwako na mhubiri wa kimataifa, Askofu Mkuu Zakari Kakobe. Mhubiri huyu ni muasisi na askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship lenye makao yake makuu barabara ya Sam Nujoma, Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Kutokea hapa, askofu huyu husimamia matawi zaidi ya 400 ya kanisa lake kote nchini Tanzania na kuzunguka duniani kote akilihubiri neno la Mungu. Sasa basi, leo mhubiri huyu amekutembelea nyumbani kwako kwa njia ya TV. Bila shaka, neno la leo litakufanya ubarikiwe kipekee. Karibu. Mpendwa mtazamaji, asante tena kwa uamuzi wako wa kuangalia kipindi hiki. Leo tena tunaendelea kujifunza somo muhimu lenye kichwa mavazi ya kikahaba. Na bila kupoteza muda kabisa, twende moja kwa moja katika kujifunza somo hili. Karibu. Na hata kama tunakuwa tunaeleza watu kwa habari ya miujiza na kuinua imani yao kwa mafundisho yetu, na hata ukipata miujiza lazima, hata kama tukiwaingiza watu kanisani kwa namna hiyo, lazima tufikie mahali, lazima tujue wajibu wetu wa kuwatoa hapo na kuanza kuwafundisha mambo ya ndani ili wao wanafunzi, na kuwafundisha kuyashika yote ili maisha yao yabadilishwe. Tusijaze tu makanisa na makahaba watu ambao hawajabadilishwa maisha yao. Tulijifunza katika somo letu hapo mwanzoni kwamba mtu aliyeokolewa maisha yake yanakuwa yamebadilika, anakuwa ni kiumbe kipya, anakuwa na uwezo kushinda dhambi. Yohana 1:12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu ni uwezo wa kushinda dhambi na uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu ambaye ni Baba yetu aliye mbinguni. Na kwa maana hiyo sasa ni kwamba ndio kazi yetu ya kufanya kuhakikisha watu wana mabadiliko. Waliingia kama makahaba, sasa sio makahaba tena. Waliingia na mavazi ya kikahaba, sasa wana mavazi ya kikahaba tena. Maisha yao yamebadilishwa kabisa. Ni viumbe vipya. Unaweza kuona kabisa hata kwa nje kwamba kweli watu hao ni wanafunzi wa Yesu, lakini leo tunaingiza makahaba kanisani, wanabaki kuwa makahaba vile vile. Na sasa fundisha faragani. Hapana kufundisha faragani. Ndio maana nazungumza watu wote wasikie, kwa sababu wachungaji wengine hawataka kuwaeleza kweli. Watakimbia. Kwa hiyo sasa tukifundisha mambo haya ndani namna hii watakimbia. Tulijifunza hapo mwanzoni katika somo hili, katika hatua za mwanzo, kwamba wachungaji hatakiwa kuwafanya watu wakae kanisani kwa viwango vyetu wenyewe. Lazima tuwafundishe kwa viwango vya Kristo. Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake, baada ya watu wengine kuwa wamekimbia, baada ya kuwa wameshindwa kuikaa katika kweli, akawaambia wanafunzi wake, akawaambia, na nyinyi je, mnataka kuondoka? Kama mnataka kuondoka, njia nyeupe, na nyinyi ondokeni. Hatuwezi kushusha viwango ili tukupata watu. Na watu wengine wanasema, Kakobe, siku zote hizi mlikuwa wapi? Ndio anaanza kufundisha size mambo haya. Si kweli. Kanisa la Full Gospel Bible Fellowship limeanza tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 1989. Miaka yote hii mpaka leo tumekuwa tukijifunza masomo haya yote katika utakatifu kwa ndani. Kanisa hili halijajengwa kwenye miujiza kama watu wengine wanavyoweza kufikiria. Na watu ambao wamekuwa na kuwepo Full Gospel wanaelewa hakuna mchezo na viwango kwa miaka yote hii. Sijali kwamba watu wanaondoka, lakini uzoefu nimeupata
niliopata ni kwamba wako watu ambao wanataka hasa kuambiwa kweli. Wako watu wengine ambao wanataka kudanganywa. Wako watu wengine kama katika Isaya Biblia inasema wako watu ambao walikuwa wanasema wanawaambia hubirini maneno laini yadanganyayo. Wako watu wengine wanataka kudanganya, lakini wako watu wanaotaka hasa kuambiwa kweli. Na ndicho ambacho kinatakiwa kuwepo sasa. Kwa hiyo sasa kwamba mafundisho haya yanaleta magawanyiko, ndio inatakiwa ijulikane. Kondoo na mbuzi. Kondoo ni wepi na mbuzi ni wepi? Mchungaji anatakiwa kuwa mchungaji wa kondoo, sio mchungaji wa mbuzi. Ngano na magugu ni makundi ambayo Yesu anaeleza waziwazi yatakuwepo. Na kama mafundisho haya yanafanya magawanyiko, basi wanawekwa waziwazi kondoo ni wepi na mbuzi ni wepi. Ngano ni ipi na magugu ni yepi. Na kazi yangu kama mhubiri wa kweli ni kuhakikisha tunapunguza magugu katika kanisa kadri inavyowezekana. Kupunguza mbuzi katika kanisa la Mungu kadri inavyowezekana. Na ndiyo kazi yetu tunatakiwa kuifanya. Na sasa leo tumebaki tu tunasema makanisa ya kiroho. Hii tunapojiita makanisa ya kiroho lazima tuanze tutafakari sana hili neno. Tunalotumia makanisa ya kiroho linaanza kupoteza hata maana yake. Watu wengine wanaweza kuwa katika madhehebu hayo ambayo tunaita kwamba ni madhehebu ambayo sio ya kiroho, lakini watakuwa mstari wa mbele kuyatendea kazi mafundisho haya. Kwa mfano, utaona masista wa kanisa Katoliki wako mstari wa mbele kabisa kuonyesha jinsi Ukristo ulivyokuwa katika nyakati za kanisa la kwanza kwa wanawake. Hawajipambi, hawana mapambo yote, nywele zao ziko katika hali ya kawaida ya asili, hawavai mawigi. Na utaona wanafunika vichwa vyao, wanavaa vilemba na wanavaa nguo za kujisitiri kwa namna ile ilivyokuwa nyakati za kanisa la kwanza. Sasa tukiwa tunasema kwamba sisi tuko katika makanisa ya kiroho, hicho kiroho ni kiroho kipi? Kiroho kipi kuliko hawa tunaoita madhehebu ambayo ni sio ya kiroho? Ndio lazima tujiulize, lazima tupokee changamoto na tujiulize, hiki kiroho tunachosema ni kiroho kipi? Ni kiroho kipi? Hao tunaoita mataifa watasikia mafundisho kama haya, utaona wengine mara moja watatendea kazi, watatupilia mbali mawigi na kutupilia mbali nguo zile ambazo zinaonekana za kikahaba na kuishi sawa na mafundisho wanakuwa wamejifunza ambayo tumekuwa tukijifunza mpaka sasa. Lakini mataifa wanatendea kazi mafundisho kama haya mara moja wanaposikia, lakini hao wanaoitwa wapendwa ambao wanasema wao katika makanisa yanayoitwa makanisa ya kiroho, hawa ndio watakuwa mstari wa mbele kuyapinga na kujitetea. Na wengine wanaitwa wachungaji, na wengine wanaitwa wanamuziki wa injili. Injili ipi? Wako katika madhehebu ya kiroho hawa. Kiroho chao ni kipi? Utaona wengine wanaweza kuwa hata ni Waislamu ama watakuwa mstari wa mbele kuyatendea kazi mafundisho kama haya na kuyaunga mkono kwa bidii yote. Na sisi tutawaita mataifa, si ndio? Kama tunawaita mataifa na kwamba si ndio tuko katika makanisa ya kiroho, sawa. Kiroho kipi basi? Huu ni wakati wa kupokea changamoto wala tunajiita tuko katika makanisa ya kiroho na kujiuliza vizuri, hii kiroho kweli ambacho kilitufanya tuite makanisa ya kiroho bado kipo? Na nakumbuka miaka ya zamani wakati tunaokolewa sisi, nakumbuka miaka ya zamani kabla hata kanisa ile Full Gospel lianza, nilikuwa nasali katika kanisa moja la Assemblies. Usifanye mchezo na Assemblies za nyakati hizo. Mtu singeweza kuingia na mapambo na mawigi ya namna hii na haya tunayozungumzia haya katika kanisa. Nakumbuka nilikwenda na mke wangu katika kanisa hilo. Mwanzoni tu katika uchanga wangu. Nilikwenda katika kanisa hilo. Ile kukaa tu upande mmoja, mke wangu akakaa upande wa pili. Nilisikia wazee wa kanisa wamekuja kumchukua na kumtoa nje. Alikuwa anavaa maheleni kama nilivyozungumza katika somo hili huko nyuma.
alikuwa anavaa maheleni na mamikufu na makorokoro mengi tu. Walivyomtoa nje wazee wa kanisa, alivyorudi nikakuta yote yale makorokoro yote ameyavua, akamwambia hapa huwezi kuingia na haya. Nyakati zile ilikuwa mikutano ya Injili. Waulize wa Pentecost wa zamani. Uliza kanisa la Pentecost hili tunayosema kanisa la Pentecost original katika nchi yetu. Makanisa ya Pentecost original katika nchi yetu yalikuwaje? Yale ya asili. Ilikuwa hivyo. Wakati mwingine mikutano ya Injili inafanyika, wale watu wanatubu dhambi zao kwa kumaanisha kuziacha. Mtu amekuja na makorokoro katika nywele, katika nywele. Watu walikuwa wananyoa kabisa nywele. Wamebadilika, wameamua kutoka kabisa katika dunia na mambo yake yote. Lakini leo kiko wapi? Waulize wazee wa zamani wa Pentecost. Wazee wa zamani wa Assemblies watakueleza kweli hivi ninavyozungumza kwamba Assemblies za zamani ilikuwaje, Pentecost za zamani ilikuwaje. Ndio maana Yesu Kristo nyakati za mwisho karibu parapanda Italia anakuja tena ili turudie, akatufundisha ili turudie upendo wa kwanza. Turudie upendo wa kwanza wa ubiri. Tufundishe sawa sana upendo wa kwanza bila kujali nani atabaki, nani ataendelea kuwako. Na mtu mwingine atasema, lakini mimi nina amani. Pamoja na kuvaa wigi, pamoja na kukaa kiti, nina amani. Ndio, amani ziko za namna nyingi ndugu yangu. Ni muhimu kuelewa kwamba iko amani vile vile ya kishetani. Watu wanakunywa pombe na wana amani. Wanavuta sigara usifikiri hawana amani. Wanafanya washerati na uzinzi wakati wote usifikiri hawana amani. Wanacheza dansi usifikiri wana amani. Tena kwao wanaita starehe. Wanaita anasa. Hata ukijaribu kuwahubiri watoke katika hayo hawataki. Wana amani, lakini sio amani ya Kristo. Katika Wakolosai sura 3 mstari wa 15, Biblia inasema amani ya Kristo iamue moyoni mwenu. Nakumbuka Kristo anaitwa neno la Mungu. Amani ya Kristo ni amani ile ambayo iko sawa sawa na neno la Mungu. Ndio amani ya Kristo. Hii ndio inatakiwa iamue katika mioyo yetu. Na katika Kumbukumbu la Torati sura 23 mstari wa 3 alafu mstari wa 6 utaona jinsi habari ya Mwamoni na Moabi, jinsi ambavyo hawakuruhusiwa hata kuingia katika mkutano wa Bwana. Na Mungu anasema amani ya Mwamoni, amani ya Moabi usitafute amani yao. Kuna amani ya Moabi, kuna amani ya Mwamoni, yeye ambaye ni mwenye dhambi tu, ambaye hakai katika mapenzi ya Mungu. Unaweza kuona kumbe katika haya lazima tuwe makini. Wengine watasema sasa kwamba mbona Marekani ambako ndiko Ukristo ulianzia, na hao ndio ambao Marekani na Ulaya ndio waliotuletea Ukristo huku. Wengi wa Marekani weusi utaona ndio wako mstari wa mbele katika kuvaa wigi na kujipamba. Na wengine ni wahubiri wakubwa ambao tunaona katika TV kila siku. Sasa kama ni hivyo, sasa sisi tuna mamlaka gani kukosoa iki ambacho ndicho kinatoka kwa hao ambao Ukristo ulianzia kwao? Unao ni udanganyifu wa hali ya juu sana. Watadanganya tu wale watu ambao wanapenda kudanganywa, wana masikio ya utafiti, wanatafuta walimu wa kuwadanganya. Ni muhimu kukumbuka na kuelewa kwamba Ukristo kuanzia Marekani, kuanzia Ulaya, kimsingi Afrika, Ukristo ulikuja kwetu Afrika kabla ya Ulaya, kabla ya Marekani. Afrika ina kitu kipekee sana katika mpango wa Mungu. Yesu Kristo tangu katika uchanga wake kabisa, wakati ule wa Herode alipotaka kuuawa, alikimbilia Afrika, au kimbilia Marekani wala Ulaya. Na utaona kwamba vile vile Simoni Mkirene aliyebeba msalaba, aliyechukua msalaba wa Yesu Kristo, katika Mathayo sura 27 mstari wa 32. Simoni Mkirene alikuwa Mwafrika. Kirene ilikuwa katika Libya, katika nchi ya Libya, Afrika. Simoni Mkirene alikuwa Mwafrika. Mwafrika alihusika kabisa katika mpango wa wokovu wa ulimwengu.
Sio tu. Utaona siku ile ya Pentecost ambapo mitume pamoja na wanafunzi wengine jumla yao 120 wanaotajwa katika Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 12, walipokuwa wamejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, wale waliokuwa wamekusanyika hapo, umati wa watu waliokuwa wamekusanyika hapo, miongoni mwao walikuwepo Waafrika wengi. Utaona katika mstari wa 10 nataja watu waliotoka pande za Misri, pande za Libya, pande mbalimbali za Afrika. Hawa Wakirene na wengine ndio wanatajwa wa Waafrika kwa miongoni mwa wale waliokuwepo siku ile ya Pentecost. Hawakuwepo Marekani hapa. Hawakuwepo wazungu kutoka Ulaya hapa. Unaweza kuona Waafrika ndio walioshiriki, waliokuwepo hapa. Sio tu, utaona katika Matendo ya Mitume sura ile ya 8. Matendo ya Mitume sura ile ya 8 inataja juu ya towashi wa Kushi. Kushi kwa sasa ni eneo lile ambalo iko nchi ya Ethiopia na sehemu kidogo ya Sudan, ni Afrika. Towashi wa Kushi alikutana na Injili mapema kabisa baada ya kuwa amehubiriwa Injili na Filipo katika Matendo ya Mitume sura ile ya 8, na baada ya kuokolewa na akawa amebatizwa katika maji tele, alikuja kuleta Injili hiyo Afrika miaka mingi sana kabla Injili hiyo haijafika Ulaya. Tunaona Injili ikifika Ulaya mara ya kwanza katika Matendo ya Mitume sura ile ya 16, baadaye sana. Na Marekani ndio kabisa wakati huo ilikuwa hata haijavumbuliwa, hata haijajulikana kama kuna nchi inaitwa Marekani. Miaka tu ya karibuni sana baadaye huku ndiko Marekani ikapata kuwepo, ikapata kujulikana, ikapata kuvumbuliwa. Na uione hata Marekani katika Biblia, kwa maana kwamba utakuta tu wenyewe Marekani watakuwa na hangaika tu kuilazimisha kwa nguvu ipate kuonekana iko katika Biblia, wakati Marekani hata haiko kwenye Biblia. Lakini Afrika imetajwa tena na tena. Unaweza kuona. Kwa hiyo ni tatizo linalokuwepo kwetu ni ule kujiona tu duni. Ndio kunatufanya wakati wote tuwaze juu ya Wamarekani kama ni watu waliotangulia sana katika Ukristo. Kimsingi Ukristo ulianzia kwetu miaka mingi sana kabla yao, na baadaye tu ndio kulikuwa na hali ya kurudi nyuma baadaye, na ndipo baadaye sana tena Wamarekani na hawa watu kutoka Ulaya wakawa wamekuja kuleta Ukristo huku tena. Lakini sio kusema ndio ulikuwa mara ya kwanza Ukristo huo kuja Afrika. Kwa maana hiyo lazima tukumbuke na kujikumbusha tena na tena kwamba Marekani sio kilelezo chetu, kama ambavyo tumekuwa tukigusia katika Zaburi 119. Maandiko yanasema kwa jinsi gani kijana isafisha njia yake ni kwa kutii akilifuata neno la Mungu. Na wewe kama tunataka tumfuate, tunamfuata kama alivyomfuata Kristo. Sawa na Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 1. Na kielelezo chetu ni Yesu Kristo. Yeye ndiye ametuachia kielelezo. Kielelezo chetu sio Marekani. Marekani leo ndio limegeuka kuwa bara la giza kuliko wengi wetu wa Afrika tunavyofikiria. Na makanisa mengi yanayoitwa ya Kikristo, utashangaa kabisa, ndio hayo ambayo yako mstari wa mbele kutetea ushoga. Utakuta watu wanavuta sigara ndani ya makanisa yanayojiita wa Kristo na kutetea uvutaji wa sigara. Nakumbuka wakati mmoja niliwahi kwenda kuhubiri Marekani, na mwenyeji wangu akaniambia kwamba hapa uwe makini ukitaka kuhubiri habari ukitaka kuhubiri kwa bidii na kukemea ulawiti na ushoga, inaweza kuleta matatizo kabisa. Hata wanaweza kupelekwa katika vyombo vya kisheria. Nikamwambia nitahubiri patele mbali hata nikipelekwa wapi. Ndio hali iliyoko huko leo. Ni bara la giza ambalo linahitaji kupelekewa injili iliyo hai kutoka Afrika.
Unaweza kuona? Na sasa ndio hiyo tutaambiwa kwamba ndio tupokee kitu kutoka huko. Kila kitu tupokee kutoka Marekani, kila kitu tupokee kutoka Ulaya. Wakati watu ambao wamekwisha kwenda Ulaya sasa hivi utakuta Ukristo umekuwa hafifu kiasi kwamba makanisa mengi sana yamegeuzwa kabisa kuwa kuwa majengo ambayo ni ya dini nyingine ambazo ziko kinyume kabisa na Ukristo. Unaweza kuona? Kimsingi tu hapa ni kwamba hawa ambao watakuwa na mafundisho ya kujaribu kutetea mafundisho yaliyo kinyume na kweli hii, watakuja na kila namna ya maneno kutudanganya na kimsingi watu wadanganya wale ambao na masikio utafiti kama tulivyojifunza, ambao wanataka wanajiepusha sisikia yaliyo kweli na kutaka wafundishwe yale wanayoyataka, kwa sababu wanataka kuokolewa kwa viwango vyao wenyewe. Ndugu zangu, la msingi hapa, ikiwa tunasema tumeokolewa, lazima tuwe kweli tumezaliwa mara pili. Tuwe kweli tuna uwezo kushinda dhambi na uwezo kushinda ulimwengu. Kila ambacho kinatufanya kujitetea wakati wote na kuhangaika kutetea ukahaba na mavazi ya kikahaba ni kwa sababu hakuna uwezo kushinda dhambi. Hakuna uwezo kushinda ulimwengu. Hakuna uwezo ndani mwetu wa kushinda ulimwengu unaodhihirika na kutufanya tuwe na tofauti kweli na mataifa. Na kama uwezo huo hakuna, hatujawa viumbe vipya. Tumedanganywa na tumedanganyika. Wakati mwingine unaweza kusema uliwahi kuokolewa. Ndio, unaweza kuwa uliokolewa huko nyuma, lakini bado umeokolewa. Usifikiri bado uko umeokolewa unaendelea kuokolewa tu mpaka Yesu anarudi. Hapana. Kuna kurudi nyuma. Kuna kuacha upendo wa kwanza, kuna kurudi nyuma na kuacha wokovu. Paulo anazungumzia juu ya Dema ambaye alimwacha akiupenda ulimwengu. Akiupenda ulimwengu maana yake alimwacha akaacha wokovu. Na Yuda Iskariote bila shaka alianza vizuri, lakini alimalizia vibaya. Unaweza kuwa alianza vizuri kwa mwanzo, lakini uwezo kushinda dhambi uliokuwa nao, uwezo kushinda dhambi, uwezo kushinda ulimwengu uliokuwa nao pale mwanzo, saizi hamna. Umebaki tu na mazoea, kwamba uko katika kanisa la kiroho na unafikiri kuwa katika kanisa la kiroho peke yake hivyo kwamba unaitwa uko katika kanisa la kiroho ndio tiketi ya kuingia mbinguni. Sivyo. Kama ni swala la kuwa katika kanisa la kiroho, Yuda Iskariote alikuwa katika kanisa la kiroho, alikuwa pale alipo Yesu. Mchungaji wake alikuwa Yesu, lakini leo yuko wapi? Yuko jehanamu ya moto. Sio swala la kuwa katika kanisa la kiroho, ni kuendana na mafundisho ambayo ni ya kweli ambayo tunajifunza katika Biblia. Unaweza kuona? Na la msingi tu hapa la kuzingatia ni kwamba wengine watakuwa wameanza kufuatilia mafundisho haya ya mavazi ya kikahaba katikati. Tulianza sehemu ya kwanza na wengine wanaweza kuwa wameanza labda sehemu ya 5, wengine sehemu ya 4, wengine sehemu ya 6. La msingi ni kwamba tunapozidi kusogelea ukingoni mwa somo letu, jaribu kutia bidii kupata hatimaye kaseti za video au kaseti za radio au audio na DVD au BCD za somo hili la mavazi ya kikahaba, ili ujifunze tangu mwanzo kule tulikotoka katika sehemu ya kwanza. Na tutaweza kuona mambo mengi ambayo unaweza kudanganywa. Tulikwisha yazungumza sana kwa undani tulipokuwa tunaanza somo letu. Tulienda kwa undani sana katika mambo kadha wa kadha, na watu wengine wanaweza kuendelea kukudanganya kwamba hizi ni sheria na mambo kama haya, ambayo tulijifunza kwa undani sana kuhusu mambo mengi ambayo yatakuwa ni faida kwako kama utakuwa umepata kaseti hizi na kujifunza na wewe tangu mwanzo, ili upate maarifa yote ya kutosha. Ukipata maarifa ya kutosha kutokea sehemu ya kwanza ya somo hili, huwezi kamwe kudanganywa na walimu hawa ambao wao wenyewe wamewashinda. Imebaki tu ni dini, wanataka kuitwa wameokolewa, kumbe ni watu wa dini tu kama kawaida.
hawana kiroho chochote ndani yao, na wanataka kuwafanya wengine watumbukia katika shimo walilotumbukia wenyewe. Na sasa tukiwa tumeyajua haya, tuendelee sasa kutokea hapa. Na mwishoni hapa inazungumzia juu ya nguo za thamani. Nguo za thamani sio kusema kwamba Mungu anataka tuvae tu mitumba, hapana. Sio mapenzi ya Mungu kabisa. Kama tunavaa mitumba katika hali ya ukata, bado hata hapo lazima tumtumaini Mungu kwamba tunaweza kuvaa nguo mpya za kwetu wenyewe. Lakini kinachozungumziwa hapa ni zile nguo za thamani ambazo sasa thamani yake imezidi sana kawaida. Extremes, imeenda mbali sana. Kwa mfano, nyakati za kulingana na historia, nyakati za kanisa la kwanza, kulikuwa na nguo ambazo walikuwa wanavaa wanawake ambao thamani yake ingeweza kujenga nyumba 3 kwa wakati mmoja. Sasa twende moja kwa moja katika habari ya dhahabu. Waraka wa kwanza Petro 3, tusome tu mstari wa 1 mpaka wa 5. Kadhalika ninyi wake watini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavute kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu. Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Hapa tunasoma vivyo hivyo, wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu. Kama tulivyoweza kuona, heleni, bangili, mikufu, azama, yani pete za puani na kadhalika, vyote hivi ni machukizo mbele za Bwana kwa sababu ni mapambo. Na hata vinapokuwa ni dhahabu, ni heleni za dhahabu, ni bangili za dhahabu, mikufu ya dhahabu, vyote hivyo vinakuwa ni katika mapambo na ni machukizo. Sasa kwa nini dhahabu sasa basi iwe na tatizo? Maana tunasoma katika Hagai sura ile ya 2 mstari wa 8, fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Na hata katika Mathayo sura ile ya 2 mstari wa 11 tunaona watu wakileta zawadi kwa mtoto Yesu Kristo, na miongoni mwa zawadi hizo ni dhahabu. Na wengine wanatumia maneno hayo kusema kwamba dhahabu kuvaa kama mapambo ni sawa. Hapana. Dhahabu iliyotolewa kwa Mariamu hapo wakati wa mtoto Yesu haikuwa kwa ajili ya mapambo ya Mariamu. Lakini nyakati hizi kulikuwa na fedha. Fedha waliokuwa naitumia ilikuwa inaitwa talanta. Kulikuwa na talanta ya dhahabu, kulikuwa na talanta ya fedha, talanta ya shaba, talanta ya risasi na talanta ya chuma na kadhalika. Labda tuangalie kwa haraka hapo Wafalme wa pili sura ya 23. Wafalme wa pili sura ya 23 mstari wa 33. Hapa tunasoma, naye Farao Neko akamfunga huko Ribla katika nchi ya Hamathi, ile stawale huko Yerusalemu. Akaitoza nchi kodi talanta 100 za fedha na talanta ya dhahabu. Angalia maneno hayo, talanta za fedha na talanta za dhahabu zinazungumziwa kutozwa kodi, maana ndio ilikuwa fedha ya nyakati za Biblia. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29. Sasa Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 na mstari ule wa 6 mpaka mstari wa 7. Mstari wa 6 mpaka mstari wa 7. Ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000. Angalia maneno hayo, na dakoni 10,000. Dakoni utaona chini hapo ya Biblia yako inaandikwa dakoni ni sarafu, thamani yake ni kama shilingi 21.
wakati Biblia hii ya Kiswahili inaletwa kwetu kwa tafsiri hii ya Swahili Union Version mwaka 1952, thamani ya dakoni sasa ilikuwa ni shilingi 21, lakini kwa sasa ni karibu shilingi 50,000. Kwa hiyo hapo kote inazungumzia habari za fedha. Dakoni moja ilikuwa karibu shilingi 21 wakati huo, lakini sasa ni karibu shilingi 50,000. Na dakoni 10,000, na fedha talanta 10,000, na shaba talanta 18,000, na chuma talanta 1,100. Utaona vile vile katika Zekaria sura ile ya 5 mstari wa 7. Zekaria sura ya 5 mstari wa 7 tunaona vile vile habari ya talanta ya risasi. Talanta ya risasi. Zekaria 5 mstari wa 7. Na tazama, talanta ya risasi iliinuliwa. Talanta ya risasi. Kwa hiyo hizi ndizo fedha zilizokuwa zinatumika nyakati za Biblia. Mariamu alipoletewa sasa dhahabu, aliletewa talanta dhahabu ambayo ilikuwa fedha nyingi sana, na ilikuwa ni mpango wa Mungu kuweza kumpa fedha kwa ajili ya safari ya Misri ambayo itakuja baadaye kidogo, wakati ambapo ililazimu kumpeleka mtoto Misri ili kukimbilia huko mahali pa salama ili asiwawe na Herode, arudi baada ya Herode kuuawa. Na talanta, labda ili tupate kujua vizuri kwa thamani ya sasa, talanta moja ya dhahabu ni karibu sawa na dola za Kimarekani 30,000, ambayo ni zaidi kidogo ya shilingi za Kitanzania milioni 30. Ndio talanta moja ya dhahabu. Unaweza kuona kwa wakati ule ilikuwa ni fedha nyingi sana ambazo alipewa Mariamu kwa ajili ya kumwezesha kukaa huko Misri mwaka mzima na familia yake na bila shida. Talanta moja ya fedha kwa sasa ni karibu sawa na dola za Kimarekani 2,000 au zaidi kidogo ya shilingi za Kitanzania milioni 2. Na talanta moja ya risasi ilikuwa hela thamani yake chini zaidi, yenyewe ni karibu sawa sasa na dola 14 za Kimarekani, ambayo ni karibu shilingi 20,000 za Tanzania kwa sasa. Kwa hiyo haikuwa mapambo, lakini ilikuwa ni fedha ambazo zilikuwa zinatumika wakati huo. Kwa hiyo mapambo yote ya dhahabu kwa maana hiyo sasa sio mapenzi ya Mungu, ni katika majumuisho yale ya mapambo ambayo tumejifunza kwamba ni machukizo mbele za Mungu, na Mungu tu anapendezwa kwamba mavazi hayo ni ya kuficha uchi na sio mapambo. Sasa kama tuna mapambo ya dhahabu na tumejifunza somo hili, tunafanyaje? Ni muhimu kuelewa kwamba dhahabu sio ya shetani. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Tatizo tu ni kutumia dhahabu kama mapambo, ndio inapokuwa chukizo mbele za Mungu. Pale ambapo tunatoboa masikio yetu wakati ili kuweka mapambo, tunatoboa pua zetu. Kama Mungu angeona tuna haja kuweka mapambo, angetoboa kabisa masikio yetu na pua zetu na kutuweka tayari kwa ajili ya kuweka heleni au mapambo yote mengine. Kwa hiyo katika hali namna hatuna budi kujua dhahabu Mungu ameiweka katika ardhi kwa ajili ya faida nyinginezo. Kitaalamu dhahabu ni soft metal au madini ambayo ni laini sana. Kwa hiyo kuna vipuri au sehemu mbalimbali katika vyombo vya hospitali ambavyo vinakuwa sasa vinatumika, vinatakiwa kuwa na ili katika utengenezaji wake itumike madini laini. Vyombo vingine katika ndege au aeroplane navyo vinahitaji madini laini kama dhahabu. Na kwa hiyo tunachotakiwa kufanya mapambo kama namna hiyo kwa hiari yako mwenyewe. Dhahabu ile unaweza kuuza kama mtu anavyoweza kuuza na akamuuzia mtu yeyote na ukapata fedha yako ili iweze kusaidia kwa ukaweza kufanya shughuli nyingine zote za kimaendeleo. Hekalu la Suleiman vile vile tunaona lilipambwa kwa dhahabu. Kwa nini nalo baadaye lilibomolewa? Mungu anataka kutufundisha tu kwamba kama katika Zaburi 49 mstari wa 16 mpaka 20 kwamba namna yote ya fahari yoyote tunaweza kuwa nayo duniani hapa, kama hatuna Mungu ndani yetu, hatimaye
tutatoka tu na hiyo na kubomolewa kama hekalu la Suleiman na lisilo na faida yoyote. Fahari yoyote ila haina faida yoyote kama tukae katika mapenzi ya Mungu. Kwa sababu tukifa kama Zaburi ya 49:16 mpaka 20 semavyo, hatutachukua chochote. Sasa tukiwa tumejua hayo, tupige hatua sasa kwa haraka, kwa sababu muda wetu unatutupa mkono kabisa. Msingi mwingine ambao tunauangalia ni kuvaa ili kuonyesha dalili ya kumiliki na kumilikiwa. Hakuna ufalme unaotenda kazi bila kuzingatia itifaki. Hata kwa serikali zetu za duniani tulizo nazo leo, hususan serikali yetu ya Tanzania. Katika serikali kuna kuwa na mkuu anayeitwa mkuu wa itifaki au mkuu wa protokali, ambaye kazi yake ni kuzingatia kwamba itifaki inazingatiwa ili mamlaka iweze kutenda kazi. Na mahali popote pale, kama kuna kuwa na mkutano wote, kuna kuwa na sherehe yoyote, rais anakuja, itabidi izingatiwe kwamba nani anatangulia, nani anafuata, na nani anaketi katika kiti kipi, nani anatakiwa kusimama wapi na kadhalika. Yote hii sasa ni itifaki. Na hata pale ambapo mtu atakuwa anazungumza, labda katika mwanzo wa mkutano, ni rahisi kusikia mtu akizungumza kwamba itifaki imezingatiwa. Ndio utaratibu wa mamlaka ambao kwanza leo, lakini ni utaratibu ambao ufalme wa mbinguni nao unataka kuona kwamba itifaki inazingatiwa. Ndio maana tunapokuwepo kanisani, itifaki lazima izingatiwe. Malaika wanataka kuona itifaki imezingatiwa ili mamlaka ya Mungu ipate kutenda kazi. Kristo au na sehemu yake, mume kama kichwa au na sehemu yake, na mwanamke anayefuata awe na nafasi yake. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33, hapa tunasoma: kwa maana Mungu sio machafuko bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Ili tupate kitu hasa kinachozungumzwa hapa, itabidi tena tuangalie Biblia za Kiingereza tupate kitu ambacho tunatakiwa kukifahamu. Katika tafsiri ile ya New International Version, for God is not a God of disorder but of peace. God is a God of order. God is not a God of disorder. Kinachozungumziwa hapa ni namna ya protokali. Mungu anataka mambo yaende kwa order, kwa utaratibu, kwa protokali, na hilo ndilo ambalo tunatakiwa kulifahamu na kulizingatia. Sasa Mungu ameweka protokali yake. Na katika Wakorintho wa kwanza sura ile 11 mstari wa 3 mpaka mstari wa 7, halafu mstari wa 10, halafu mstari wa 12 mpaka 13, Mungu anasema tukizingatia protokali ya namna hii, tutaona malaika wanafanya kazi pamoja nasi. Malaika walifanya kazi ya ajabu sana nyakati za kanisa la kwanza, na waliweza kuwatoa mitume gerezani. Waliweza pale ambapo Petro alitaka kuuawa, malaika alikuja kumtoa gerezani. Malaika walichangia kwa namna ya ajabu sana katika kuifanya kazi ya Mungu iweze kuwa rahisi. Na hata sasa malaika, Biblia inasema, ni wahudumu wetu sisi tukaurithi wokovu. Lakini malaika watendi kazi kwa namna ya kipekee sana nyakati za mwisho, kwa sababu hatutaki kuzingatia order, hawataka kuzingatia protokali ya Mungu. Sasa Mungu ameweka protokali yake. Katika Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 3 mpaka mstari wa 7 anasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanaume asalipo au anapohutubu, naye amefunikwa kichwa, yuaibishe kichwa chake. Naona mwanaume manake anapokuwa anaingia kanisani hatakiwi kuvaa kofia. Kama amevaa kofia, anatakiwa kuivua, kwa lengo kwamba akivua sasa
maana yake yeye mnaye juu yake kuna kichwa, yani Kristo. Tunapokuwa tumekusanyika katika ibada au katika maombi au katika kuhubiri, walipokusanyika wawili watatu kwa jina langu, mimi nipo kati yao. Kristo anataka aonekane kama kichwa. Ni kibiblia wanaume kuvaa kofia, wanaweza kuvaa kofia, na wanawake wanavaa vilemba, wanafunika vichwa, wanavaa vilemba, na si kwa namna ya kofia kama tunavyohitaji kofia. Lakini utaona ukisoma maandiko yafuatayo, utaona wanaume ndio walikuwa wanavaa kofia na katika mpango wa Mungu katika Biblia. Katika Kutoka 28 mstari wa 1 mpaka wa 4, mstari wa halafu mstari wa 40, Kutoka 29 mstari wa 9, Kutoka 39 mstari wa 27 mpaka mstari wa 28, na Mambo ya Walawi 16 mstari wa 4 pia. Sasa mwanaume anapokuwa anasali, yani anakuwa katika maombi au katika ibada au anahubiri, pamoja na kwamba anaweza kuvaa kofia, anapoingia anatakiwa kuvua kofia, na jambo hilo linajulikana vizuri sana. Sasa ni rahisi watu kujua kwamba mwanaume anatakiwa akiingia avue kofia yake, lakini hatujui kwamba andiko hilo linalotaka mwanaume avue kofia kanisani ndio hilo linalotaka mwanamke afunike kichwa. Utaona mstari ule wa 5 kuendelea, bali kila mwanamke asalipo au anapotubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawa sawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke ukatwa nywele zake au kunyolewa na afunikwe. Kwa maana kweli impasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Unaona, mwanamke sasa anatakiwa afunike kichwa chake, avae kilemba akiwa kanisani, au kama hataki kufanya hivyo basi anyolewe nywele. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya protokali. Mstari wa 10, kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika, sio kwa ajili ya mila na desturi za Wakorinto kama wengine wanavyofundisha. Ni kwa ajili ya malaika wapate kutuhudumia, kwa sababu wao wanataka oda. Kwa wale ambao wametembelewa na malaika wanajua jinsi ambavyo malaika wanataka oda. Niliwahi kutembelewa na malaika wakati mmoja, na nakumbuka kwamba pale nilipokuwa nataka kwenda chooni, malaika alibaki mlangoni, hakuingia na mimi chooni. Wanazingatia taratibu kadha wa kadha ili wapate kutenda kazi. Na hapa tunaeleza juu ya protokali hapa. Na mstari wa 12 mpaka 13, maana kama mwanamke alitoka katika mwanaume, vile vile mwanaume naye uzaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu. Hukumuni nyinyi wenyewe katika nafsi zenu. Je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Jibu ni la, kwa sababu inatoka katika protokali ambayo tumejifunza habari zake. Hatuna budi vile vile kukumbuka kwamba wamishonari wa kwanza kabisa ambao walileta Ukristo katika nchi yetu Tanzania kwa mfano, walifundisha kwa uzito sana jinsi ambavyo mwanamke anapokuwa katika ibada, katika kusali, katika maombi, katika kuhubiri, anavyotakiwa kufunika kichwa, kuvaa kilemba. Na jambo hili lilikuwa la kawaida kabisa katika Ukristo miaka ya zamani, kwa wazee ambao wanajua Ukristo ulivyokuwa mwanzoni. Na ndio maana mpaka leo utaweza kuona katika baadhi ya sehemu katika nchi ya Tanzania, nchi yetu kwa mfano, utaona sehemu za kaskazini, Kilimanjaro, sehemu za kusini kama Mbeya, utaona bado kuna ile hali ya, utaona wanawake wengi sana wa ndani vijijini huko wakiwa walizoeza kufunika vichwa vyao, na sasa wakaenda mbali zaidi hata wakawa wanafunika vichwa vyao nje ya kanisa. Na yote hayo yalitokana na mafundisho ya mishonari wa mwanzo ambao walizingatia sana kukaa katika neno. Wazee wa zamani ambao wamekuwa Wakristo miaka mingi wataelezea jinsi ambavyo mafundisho haya yalivyokuwa. Kuna jambo jingine hapa la kuzingatia kuhusiana na wanawake kufunika vichwa vyao au kuvaa vilemba. Tumejifunza kwamba wanawake watatakiwa kuvaa vilemba wakati wa kusali
na wakati wa kutubu. Katika Biblia ya Kiingereza utaona kusali huko kunatajwa kwamba ni kuomba. Kutubu kunakuzungumzwa hapo vile vile ni kuhubiri kwa lugha rahisi tunayoweza kuielewa. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa kufunika kichwa chake au kufunika kichwa chake kwa kilemba wakati wa maombi. Pale ambapo sasa kuna maombi halisi sasa ambayo yanatakiwa kufanyika mahali popote, sio lazima tu kanisani. Mahali popote ambapo maombi sasa, mwanamke anataka kuingia rasmi katika maombi, sasa anatakiwa kufunika kichwa chake kabla ya kuingia katika maombi. Na vile vile wakati wa kuhubiri, wakati anapohutubu au kuhubiri na kufundisha, vile vile anatakiwa kuwa amefunika kichwa chake. Na sasa tunapokuwa tupo kanisani kama hivi, hapa ndipo mahali ambapo maombi yanafanyika, kuhubiri na kufundisha kunafanyika, huduma yote kwa ujumla inafanyika mahali pa namna hii. Sasa wakati wote tutakuwa wanawake wamefunika vichwa vyao. Lakini ni muhimu kuzingatia vile vile kwamba pale ambapo tuko katika shughuli nyingine za kawaida, wanawake wako katika shughuli zao nyingine za kawaida, katika kazi zao, katika biashara zao, katika shughuli nyingine za kila siku, mbali na wakati wa maombi au wakati wa kuhubiri au wakati wa ibada, sasa hapo sasa hawalazimiki kuvaa vilemba, lakini hapo watakuwa tu katika hali yao ya kawaida wakiwa wamechana nywele zao vizuri kama ambavyo inavyowapasa. Pale ambapo vilemba sasa vinatoka katika hali tu ya kujifunika kichwa kama kawaida na vinakuwa katika mapambo. Kwa mfano kuna vilemba ambavyo vinakuwa vimejaa mashanga. Hayo ni machukizo. Hayo ni mavazi ambayo ni machukizo. Na ni mavazi ya mapambo. Utaona vilemba vingine vya juzi hapa vinakuwa kama karatasi wala sio nguo, vinakwenda juu kabisa kama gorofa, kama makapu namna fulani, na mtu kichwa chake kidogo kinaonekana kama ana kichwa, ana vichwa labda 10 kwa pamoja. Sasa hilo nalo linakuwa ni chukizo mbele za Mungu. Msingi mwingine tunapozidi kusogea ukingoni mwa somo letu unahusiana na mashindano ya maumbile. Mashindano ya maumbile ni mwiko. Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 14 maandiko yanasema tusifanye jambo lolote kwa mashindano. Na mashindano kimsingi yanayozungumziwa hapa hususan yanazungumzia mashindano kama ya maumbile ambayo katika Zaburi 102 mstari ule wa 18, Zaburi 102 mstari wa 18, kwamba watu watakaoumbwa watamsifu Bwana. Watu watakaoumbwa watamsifu Bwana, sio kujisifu wenyewe kwamba mimi ni mzuri kuliko wengine Tanzania, mimi ni Miss Tanzania, mimi ni Miss Africa, mimi ni Miss Dunia, kwamba wengine wote sio wazuri kama mimi. Hilo limpendezi Mungu, kama Zaburi 102 mstari wa 18 inavyotufundisha. Na katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 7 tunasoma, maana ni nani anayekupambanua na mwingine wewe unasema mimi ni mzuri kuliko wengine? Nao na nini usichokipokea? Lakini iwapo ulipokea, wajisifia nini kana kwamba ukupokea? Wako watu ambao tangu matumboni mwa mama zao wameumbwa, wamezaliwa wakiwa wana matatizo makubwa ya ulemavu. Kwa nini wewe ukuzaliwa katika ulemavu? Na je, unaposema mimi ni mzuri kuliko wengine, je, ulifanya nini mpaka ukawa mzuri hivyo kuliko wale ambao ni walemavu? Unatakiwa kumsifu Mungu kwa ile hali ulionayo na kujua ni neema. Na kwa maana hiyo hatakiwi kuwa na mashindano ya urembo. Lakini leo utaweza kuona mashindano ya urembo yamekwenda mpaka kanisani. Na utaweza kuona makundi mbalimbali yanafanya mashindano ya urembo mpaka kanisani, na wengine wanasema wameokolewa. Na wengine wanatoa visingizio vya Esther na kusema Esther alifanya mashindano ya urembo
katika Esta sura ya kwanza na sura ya pili, ukisoma sura ya kwanza na sura ya pili nzima, utaweza kupata picha ya mashindano ya Esta yanayotajwa kwamba ni mashindano ya urembo. Hapa alikuwepo mfalme Asuero. Asuero anatajwa kwamba alikuwa ni mpagani tu wa kawaida, na aliwafanyia karamu wakubwa kwa wadogo. Mstari wa 5 Esta 1 mstari wa 5 na mstari wa 7 Esta 1:7, wakaonyesha kileo katika vyombo vya dhahabu, wakanywa pombe kwa namna ya ajabu sana, kwa sababu walikuwa ni wapagani tu, yeye mfalme na wenzake wote wapagani. Na baada ya hapo sasa, ukisoma mstari wa 10 mpaka mstari wa 12, akamwita Malkia Vashti, yani mke wake, lakini ili apate kuwaonyesha watu uzuri wake. Yule Vashti akakataa kuja. Alipokataa kuja, mfalme akakasirika, na watu walikuwa karibu naye wakamwambia, mfalme akamwambia, tumfanyeje mtu ambaye amekataa kuja? Nimemwita Malkia amekataa kuja. Sasa wakasema, hii itakuwa dharau kubwa sana, anatakiwa kuchukuliwa hatua kali, atolewe katika umalikia wake. Mstari wa 19 mpaka mstari wa 20 utaweza kuona hilo, na jambo hilo likampendeza mfalme kama mstari wa 21 unavyosomeka. Na sura ya pili kuanzia mstari wa 2, sasa wakapiga mbiu kila mahali kwamba walete mabinti mabikira. Mstari wa 2 kuendelea, basi ni sura ya 2 Esta mstari wa 2 kuendelea. Basi watumishi wa mfalme waliomhudumu walimwambia, mfalme anatafutia mabikira vijana wazuri, waletwe, halafu wapite na kujipeleka kwa mfalme, halafu mfalme achague. Kwa hiyo wakaletwa kwa amri ya mfalme, amri ya vitisho kwa mpagani huyu, wanaletwa. Na miongoni mwao utaona sasa katika sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 5 Esta, hapo utaona hatimaye miongoni mwao akawa yuko Esta. Esta sasa, wale walikuwa wanapita, na yeye katika kupita kwake, mstari wa 17 sasa, mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Yalikuwa ni mambo ya kipagani kabisa, ni mfalme mpagani ambaye analazimisha jambo lake liwe. Na hapa kukuwa na mashindano yote ya urembo ambayo tunaweza kusema yanahalalisha jambo hili katika kanisa. Sasa tukiwa tumefahamu hayo, tuangalie msingi wa mwisho kwa haraka, na wote kwa msingi wa mwisho kabisa. Na msingi wa mwisho ni mambo yote yanayofanana na hayo yote tuliyojifunza tangu tulivyoanza somo letu. Utaona Galatia 5 mstari wa 19 mpaka 21, utaona inazungumzia mambo kadha wa kadha, halafu inasema na mambo yote yanayofanana na hayo. Na itakuwa vizuri kutaja jambo moja linaloitwa massage, M-A-S-S-A-G-E, massage. Wanasema Kiswahili kujichua, lakini ni zaidi ya kujichua. Mwanzoni hii habari inayoitwa massage, ambayo leo imeenea katika saluni za Dar es Salaam na saluni mbalimbali ambayo watu wanaenda huko, na katika miji mbalimbali katika nchi mbalimbali duniani. Mwanzoni ilianza kama kitu ilijulikana kama kujichua. Ni kama mtu labda misuli imepata matatizo, labda mcheze mpira anachuliwa kwa dawa na kadhalika. Lakini hii imeenda mbali. Shetani ametumia mlango huo kuleta ushetani wa ajabu sana kwa kisingizio cha kujichua. Hatuna muda wa kusoma yote yale, lakini ukiangalia mtandao katika anwani ambayo iko katika skrini yako, en.wikipedia.org/wiki/massage, unaweza kuona massage inavyozungumziwa hapa, na inaelezea jinsi ambavyo mtu ana tomaso kwa mikono, kwa viungo mbalimbali, kwa vidole, kwa viungo mbalimbali katika mwili. Na utaona sasa wanawake watakuwa na tomaso na wanaume watakuwa na tomaso na wanawake, na wanatakiwa kuvua nguo zote katika masaji. Na utaona inaandikwa hapa kwamba katikati ya ujumbe katika
maneno hayo katika website hiyo inaandikwa, the cited reasons for introducing massage was patient demand and perceived clinical effectiveness. Inaonekana kama kwa mawazo yao kwamba kuna kitu fulani cha faida kitabibu, lakini inaandikwa vizuri sana katika mtandao hapo. Ukisoma kwa wakati wako kama unaweza kuperuzi, inaandikwa hapo katikati, but effects are yet to be supported by well designed clinical studies. Bado mambo haya katika research au utafiti wa wazi, jambo hili halijaweza kuthibitika sawa sawa, lakini ni adui tu wameliingiza ili kuwafanya watu wafanye uasherati na kuruhusu mapepo kuingia, kama tulivyojifunza huko nyuma. Na kwa sababu hiyo, namna yote ya kujichua kwa namna hiyo si jambo la kibiblia. Watu wanakaa uchi, na utaweza kuona hata Dar es Salaam kumekuwa na matukio namna hiyo. Watu wanajichua, halafu mwanamke anasema kama sasa hisia zako zimeamsha sana, basi niko tayari kukidhi haja yako na toa hela na ufanyike uasherati, ufanyike uzinzi. Ndio uchafu wote huo kwa visingizio vya kujichua. Yote hayo ni namna ile ya kukaa uchi na kuruhusu mili yetu ya maskani ya mashetani. Mpaka hapo tumefika mwisho kabisa wa somo letu la mavazi ya kikahaba. Bila shaka umejifunza mengi. Unachotakiwa kufanya sasa ni kusimama pale pale ulipo, na moja kwa moja bila kuchelewa paza sauti yako ya shukrani. Mweleze Bwana asante kwa yale yote aliyokufundisha, na mwombe Bwana akupe neema ya kuyatendea kazi yote uliyojifunza. Mwombe Bwana sasa. Mpendwa mtazamaji, mpaka hapo tumefika mwisho kabisa wa kujifunza somo hili la mavazi ya kikahaba. Ninakuaga kabisa nikisema kwa heri na bye bye.